Bwana msanii wa Konde Music Worldwide Ibra, ni kwamba pamoja na mzozo, pamoja na jinsi ambavyo habari zilivyokuwa zimesambaa hapo awali kwamba baada ya tamko kutoka Konde Gang management ambayo imekuwa ikimsimamia kwa muda mrefu, iliyomintroduce kwa Watanzania kumsimamisha kazi, ni kwamba Ibra bwana ni kama vile alikaidi jana. Tukaona kwamba ameposti akasema kwamba akawataarifu mashabiki zake kwamba siku ya leo ataachia video. Na watu wengi sana wakasema kwamba iwapo kama kweli Ibra ataachia video, maana yake ni kwamba atakuwa ameenda kinyume na maagizo ambayo ametolewa na record label yake, kwa sababu bado mkataba hujavunjika. It means kwamba bado yuko chini ya usimamizi wa record label hiyo, na hii record label ya Konde Gang inaweza ikafanya maamuzi yeyote kwa msanii huyu kutokana na kwamba ni msanii wao bado, kulingana na mkataba bado hujavunjwa. So Ibra, watu wakasema kwamba iwapo kama atarelease hiyo track, it means kwamba amevunja makubaliano ya record label yake ya Konde Music Worldwide. Maana wenyewe waliandika kabisa kwamba uongozi wa kampuni ya Harmonize Entertainment Limited kupitia lebo yake ya Konde Music Worldwide unapenda kutoa taarifa kwa umma. Hii ndo barua yenyewe na kusomea. Unapenda kutoa taarifa kwa umma kama ifuatavyo. Moja, mnamo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu 2025 tulipokea barua ya madai ya demand notice kutoka kwa wakili wa msanii wetu Ibrahim Abdallah na Mpunga ama Ibra. Barua hiyo iliainisha madai kadhaa ambayo uongozi umeanza kuyafanyia kazi mara tu baada ya kupokea kwa mujibu wa taratibu za kisheria na mkataba. Licha ya juhudi zetu kujaribu kumwelekeza msanii taratibu za kufuata kulingana na mkataba wake, hivi karibuni tumebaini kuwepo kwa machapisho au matamshi na mawasiliano kutoka kwa Ibra katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook. Machapisho hayo yanaonyesha malalamiko na lugha isiyofaa kwa afya ya lebo, pamoja na kumhusisha pia mkurugenzi mwekezaji wa lebo ambaye anaendelea kufanya kazi chini ya lebo hiyo. Tungependa kufafanua kuwa machapisho na matamshi hayo sio tu yanachafua taswira ya record label na msanii wake, bali pia vile vile yanakiuka utamaduni wetu kama Watanzania na kukiuka masharti ya mkataba aliyosaini na lebo hii. Aidha, yanaenda kinyume na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kampuni yetu inahifadhi haki zake zote za kisheria katika suala hili. Kipengele cha 3, wakati huu ambapo mchakato wa kushughulikia masuala haya unaendelea, umma unapaswa kufahamu kwamba Ibra bado ni msanii halali wa lebo ya Konde Gang, Konde Music Worldwide, na ina haki ya kuendelea au kusitisha mkataba wake kwa kufuata na kuzingatia taratibu rasmi zilizowekwa katika mkataba aliosaini. Kufuatia hali inayoendelea, uongozi wa Konde Gang Music Worldwide umechukua hatua zifuatazo. A. Kuanzia leo tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2025 umesimamisha rasmi msanii wake Ibrahimu na Mpunga ama Ibra kutoa na kushiriki katika shughuli zozote za kimuziki kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wake na lebo. Kusimamishwa huku kutabaki hadi pale swala lake litakapopatiwa ufumbuzi wa kudumu kwa mujibu wa mkataba wake na sheria za Tanzania. B. Inampiga marufuku Ibra. Naona sasa hiki ndio kipengele kigumu. Inampiga marufuku Ibra dhidi ya kuchapisha, kutamka au kufanya mawasiliano yoyote kuhusiana na swala hili kwenye vyombo vya habari au mitandao ya kijamii kama vile Instagram, WhatsApp, Facebook na kadhalika. Hii ni pamoja na mawasiliano ya aina yoyote yanayoweza kuharibu taswira ya lebo au kumdhalilisha mkurugenzi mwekezaji wa lebo ambaye ni msanii. Tunatoa onyo kali kwamba iwapo kama kibano iko sasa. Tunatoa onyo kali kwamba iwapo kama yatakiukwa, lebo haitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi yake katika mahakama za Tanzania. Lebo ya Konde Music Worldwide inaendelea kutoa wito kwa msanii Ibra kufuata taratibu sahihi za mawasiliano kama
ilivyoainishwa kwenye mkataba wake kufikia suluhisho lenye manufaa kwa pande zote mbili. Imetolewa na Konde Gang Music Worldwide. Umeona bwana? So hii ndio barua na ndio hivi vibano kutokana na vifungu vya kimkataba ambao Ibra amesaini. Walikuwa wamemsimamisha kazi kwamba haruhusiwi kuimba kwenye jukwaa lolote, kuperform, kuachia ngoma au kuzungumzia record label hiyo kwa swala lolote lile kuhusiana na management hiyo kwa sasa hivi. Na wana mamlaka ya kufanya hivyo kwa sababu wana mamlaka kufanya hivyo kwa sababu bado Ibra ni msanii wa lebo yao. Umeona bwana? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini sasa kitu ambacho kimekuja kutushangaza ni kwamba Ibra bwana ametangaza kuachia ngoma, na kweli leo ameiachia. Kwa hiyo leo bwana ile ngoma ya copy and paste video visualization imetoka. Kwa hiyo hapa kuna page vile vile zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue, akiwa amesema kwamba Ibra anaendelea na shughuli zake za muziki licha ya kupigwa stop na record label yake. Umeona bwana? Kwa hiyo copy and paste video yake imetoka. Kuna page nyingine hapa wamekuja wameandika kwamba ila huyu msanii bwana anajiamini. Umeona bwana? Haya, kuna mtu mwingine hapa anasema bwana Ibra ameamua kuachia video ya copy and paste, jambo ambalo ni kinyume cha maagizo ambayo yalikuwa yametolewa na record label yake ya Konde Gang au Konde Music Worldwide. So Ibra mwenyewe ndo kwanza ameposti video, ukachana video ambayo ameiposti YouTube, ameposti pia video kwa ajili ya kuwaambia mashabiki zake waende wakatazame video yake ambayo ameiposti YouTube ya wimbo wa copy and paste. Msikilize hapa Ibra. Yeah, so at the end of the day watu wengi sana kiukweli wameona kwamba Ibra bwana anaweza akamkuta mengine mazito zaidi kwa hiki alichokifanya. Umeona kwa hapa kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana huyu kijana alipigwa stop ya maneno. Umeona? Kwa hiyo watu sasa wanasubiri stop ya vitendo. Kwa mtu kwamba bwana kwanza hiyo YouTube ya Ibra nani anayemiliki? Kuna mtu mwingine hapa amekuja kuuliza kwa mtu kwamba bwana kwa hiyo mnataka kijana watu afye njaa? Kwa mtu ameuliza hivyo pia. Kwa mtu sema bwana ni kama hii lebo haipo serious kiukweli. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu kwamba bwana endelea kuandika makala. Kwa mtu kwamba bwana huu ni mtihani sasa. Sasa hivi sasa ni kwamba matajiri sasa tunasubiri tuone watafanyaje kumwadhibu kijana wao alichokifanya. Kwa mtu anasema kwamba bwana huyu dogo bwana kiukweli anadharau. Kwa mtu anasema kwamba bwana mapato atayapata vipi pamoja na hizo ngoma alizoachia wakati pesa zake zote zinaingia kwenye akaunti ya lebo, hapo anapiga konzi kinyago. Haya, kwa mtu anasema bwana ashughulike atapostiwa na okay. Haya, kwa mtu anasema bwana sasa tunasubiri tuone walichokiandika kweli watakitekeleza. Kwa mtu ameuliza. So ukiwa kama mdau, hebu tuambie unahisi kwamba hiki alichokifanya Ibra of course ni kinyume cha makubaliano ya management kwamba ilimpiga stop asijishughulishe na shughuli za kimuziki, lakini yeye amefanya. Je, unahisi kwamba ni kipi ambacho kitakachomsibu? Hebu tuwekee maoni yako bwana katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.